السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيدنا ومولانا ومصطفانا وقدوتنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، watukufu Islam, nanyi pia ambao mnaendelea kuzifuatilia darasa zetu za fiqh, darasa zetu za tafsiri ya Qur'an, na leo hii tunaendelea katika suratul Baqara kuanzia aya ya 44 mpaka aya ya 48. Insha Allah tulimalizia aya ya 43 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza kuhusiana na kutochanganya haki na batili, lakini akahimiza kuwa tusimamishe swala. Amri hii, maagizo haya yakaenda kwa watu maalumu, lakini kwa watu wote, Waislamu wote wasimamishe swala na kutoa zaka. Katika aya ya 44, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah anasema atamuruna an-nasa bil birri, hivi nyinyi mna waamrisha watu wema, mnaamrisha watu kufanya wema, watansauna anfusakum, na zisahau nafsi zenu. Watansauna anfusakum, na zisahau nafsi zenu. Manake muko mbele kuambia watu wafanye wema, mbele zao mnajitokeza mkiwa nyinyi ni walinganiaji, washauri wazuri, lakini Allah anasema nyinyi wenyewe binafsi hamujiamrishi mema wala hamujisogezi katika huo wema. Mbele za watu mkionekana nyinyi ni wahimizaji wazuri. Hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analaumu, tutahadharisha pia katika hili. Atamuruna an-nasa bilbirri, hivi nyinyi mnaamrisha watu kufanya wema, watansauna anfusakum, na mnazisahau nafsi zenu. Wa antum tatluna alkitaba, na hali ya kwa nyinyi mnakisoma kitabu, mnasoma kitabu. Afala taqilun, je hivi nyinyi mna akili? Afala taqilun, je mna akili? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 45 anasema wasta'inu bis-sabri was-salati, wasta'inu bis-sabri, na tafuteni msaada kwa kusubiri kupitia subra, was-salati, na swala. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema tafuteni msaada kwa subra, kwa kusubiri, was-salati, na swala? Naam, vitu viwili hivi Allah Subhanahu wa Ta'ala katuelekeza tuvitumie kuweza kupata msaada. Yani jambo la kwanza unapata na jambo lolote, kwanza vumilia, subiri. Katika kusubiri utapata msaada gani? Utapata msaada alhamdulillah, afwan. Maana ndani ya subra unaweza ukapata fikra muwafaka katika jambo lilokosibu, au ukapata mtu muwafaka wa kukushauri. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'ani amesema inna Allaha ma'as sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Maana kitendo cha wewe kuvumilia kwa ajili ya Allah katika jambo, basi Allah pale yuko pamoja nawe. Ikiwa Allah yuko pamoja na wewe, basi huwezi kudhalilika wala huwezi kupotea, kwa sababu tayari umeikamata subra. Ndio maana akasema tafuteni msaada kupitia subra, was-salati, na swala. Swala maana yake swala kama swala pia maana dua. Ukipatwa na jambo, basi kaswali rakaa 2 kwanza. Masahaba walikuwa wakifika na jambo wanakwenda kuswali rakaa 2. Masahaba walikuwa wanaswali rakaa 2, halafu anaomba Mwenyezi Mungu, anampelekea na kumlilia Allah. Kwa hiyo swala kama swala ni faraja kwa mtu anapopatwa na jambo, kutafuta msaada kwa Allah kupitia subra, kupitia swala. Naam, wasta'inu bis-sabri was-salati, na tafuteni msaada kupitia subra na swala. Wa inna, kwani hakika jambo hilo la kabira, tuna jambo kubwa, illa ala al-khashi'in, isipokuwa kwa watu wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, watu wanyenyekevu. Illa al-khashi'in, isipokuwa kwa watu
wanyenyekevu, yani al-khashin, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khashin, watu wenye khushui, unyenyekevu hali ya juu. Naam, jambo hili la swala, halikadhalika jambo la subra ni jambo zito, lakini kwa watu wanyenyekevu wachaji Mungu kwao linakuwa jepesi, kwa sababu roho zao, nyoyo zao wamemkabidhi Allah. Kwa swala, subra kwao ni vitu laini kabisa. Kwa hiyo Allah akasema katika kuwazungumza na kuwachambua hao watu wacha Mungu wanyenyekevu, akasema alladhina, ni wale ambao yadhunnuna, wanayaqini. Neno dhanna katika Kiarabu lina maana, linakuja kama yaqini. Kwa hapa, kwa kuwa wanaozungumzwa na wachaji Mungu, watu wema, hawadhani kwamba kwa hilo ambalo Mwenyezi Mungu analizungumza wao kwao haliko kwenye dhana tu, ni la yaqini. Kwa alladhina, wale ambao yadhunnuna, wanayaqini, annahum, kwamba wao mulaqu rabbihim, watakutana na Mola wao, wa annahum, na hakika wao, ilaihi raji'una, kwake Allah watarejea. Hao watu hao ndio wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, wanayaqini kwamba wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala watarejea. Aya 47 Mwenyezi Mungu anasema ya bani Israila, enyi wana wa Israil, enyi wana wa Israil, enyi kizazi cha Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, udhkuru ni'mati, zikumbukeni neema zangu, allati, ambazo, an'amtu alaykum, nilizokuneemesheni, wa anni faddaltukum, na hakika mimi nimekufadhilisheni nyinyi, nikakufadhilisheni, kakutukuzeni, ala alalamina, kuliko viumbe wengine wa zama zenu. Naam, wa anni faddaltukum, na hakika mimi nikufadhilisheni, nimekutukuzeni, ala alalamina, kuliko viumbe wengine wa nyakati zenu. Wattaqu yawman, na iogopeni siku ambayo, tunamalizia aya 48. Wattaqu yawman, na iogopeni siku ambayo, la tajzi nafsun, haitomfaa mtu, haitoifaa nafsi an nafsi nyingine, shay'a, kwa chochote. Wattaqu yawman, na iogopeni siku ambayo, la tajzi nafsun, haitaifaa nafsi an nafsi nyingine, shay'a, kwa chochote. Wala yuqbalu minha shafa'atun, wala haitakubaliwa nafsi hiyo uombezi. Wala yukhadhu minha adlun, wala hakitachukuliwa kigomboleo, wala haitachukuliwa fidia yoyote, yani kutoa ili usameheke, hakuna. Wala yukhadhu minha adlun, wala haitachukuliwa kwenye nafsi hiyo, kutoka katika nafsi hiyo, kigomboleo. Wala hum yunsaruna, wala wao hawatanusuriwa. Ikhwata alkiram, tunaziona aya hizi zina ujumbe kwa mwenye kuzisoma akazitafakari, kuiogopa siku ambayo haitaifaa nafsi moja kuifaa nyingine. Yani mtu huyu hatamfaa mtu mwingine, wala hautakubalika uombezi. Ingawa zipo nafasi za uombezi, lakini hapa kwa hawa watu waliomkanusha Mwenyezi Mungu, wakaacha maagizo yake, yani hawatakuwa na nafasi ya maombezi au uombezi. Wala yukhadhu minha adlu, Mwenyezi Mungu asema wala hakitapokelewa, hakitachukuliwa kigomboleo. Kama hapa unafanya kosa alafu unatoa rushwa, unasameheka, anafungwa alikuwa hana makosa, wakati mwingine ana makosa, kwa sababu tu michezo kama hiyo inafanyika kwa watu ambao si waadilifu. Lakini kwa Allah kuna uadilifu wa hali ya juu, subhanallah. Inshallah tutaendelea katika darasa inayofuata, aya ya 49. Billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.